Kumekuwa na sintofahamu nyingi zikiendelea na mashabiki wamekaa muda mrefu bila kupata majibu kuhusiana na Jonathan Soa na wekundu wa Msimbazi. Mashabiki wa Simba Sport Club wamekuwa wakiuliza maswali mengi kuhusiana na Jonathan Soa na Simba Sport Club. Sasa hapa leo tunaenda kukupatia majibu ya maswali yote kuhusiana na Jonathan Soa na wekundu wa Msimbazi, kwa maana wekundu wa Msimbazi wameweka wazi na wamebainisha Jonathan Soa kati yao na yeye imekuwaje. Sasa twende tukaitazame taarifa ya Jonathan Soa. Hakikisha kupata undani wa taarifa hii umekaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia hii ni Tubone na mimi ni Tubone, na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili siku nyingine uwe mtu wa kwanza kupata taarifa za kimichezo kutoka kwetu. Sasa leo twende tukatazame taarifa kutoka wekundu wa Msimbazi. Mshambuliaji wa Ghana na Simba Sport Club Jonathan Soa bado hajarejea mazoezini licha ya klabu hiyo kuamua kumrudisha kikosini chini ya masharti maalumu yaliyomtaka kujiunga na timu ya chini ya miaka 20 kama sehemu ya hatua za kinidhamu. Soa ambaye amekuwa nje ya uwanja kwa miezi kadhaa alisimamishwa mapema mwaka huu wakati timu ikiwa kule Dodoma kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji FC mwezi Februari. Baadaye ikaelezwa kurejea Dar es Salaam, na tangu hapo hajacheza mechi yoyote ile ya kimashindano Jonathan Soa kwenye timu yake ya wekundu wa Msimbazi, na kuto kuwepo kwake kwa muda mrefu kulizua maswali mengi kuhusu mustakabali wake na ndani ya klabu baada ya uongozi kuamua kumpa nafasi nyingine chini ya uangalizi maalum. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya klabu ya Simba Sport Club, hivi karibuni Jonathan Soa alifika mbele ya kamati ya nidhamu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club na akapatikana na hatia ya makosa ya kinidhamu. Jonathan Soa amekuwa mtu ambaye anavunja sana nidhamu na amekuwa amepatikana na makosa mengi sana ya kinidhamu. Kamati hiyo iliamua kuwa afanye mazoezi na timu ya chini ya miaka 20 kama sehemu ya mchakato wa uangalizi na kurekebisha mwenendo wake kabla ya uwezekano wa kurejea kwenye kikosi cha wakubwa. Sasa baada ya Jonathan Soa kuonesha mchakato wa utovu wa nidhamu ndani ya wekundu wa Msimbazi, hivyo basi kamati ya wekundu wa Msimbazi ilimpatia adhabu na baadaye ikaamua Jonathan Soa afanye mazoezi na timu ya vijana ya chini ya miaka 20 ya wekundu wa Msimbazi. Hii yote ni maangalizi ya nidhamu yake kabla ya kurejeshwa kwenye kikosi cha wakubwa. Hata hivyo, mshambuliaji huyo bado hajahudhuria mazoezi yaliyopangiwa, jambo ambalo limeongeza sintofahamu mpya kuhusu hali yake ndani ya Msimbazi. Meneja wa habari, afisa habari mawasiliano wa wekundu wa Msimbazi Ahmed Hali amethibitisha kuto kuwepo kwa mchezaji huyo na kusema klabu bado inaendelea kufuatilia swala hilo. Soa bado hajaanza mazoezi na uongozi unaendelea kufuatilia baada ya kutoa maamuzi ya mwisho, alisema Ahmed Ally. Hichi ndicho ambacho alikisema Ahmed Ally, kwamba Soa bado hajaanza mazoezi na uongozi unaendelea kufuatilia kabla ya kutoa maamuzi ya mwisho. Sasa je, uongozi wa wekundu wa Msimbazi ni maamuzi gani haya ya mwisho? Na mengine si mengine maamuzi ya mwisho bali ni kuachana na Jonathan Soa, na hiyo yote ni baada ya kuonesha utovu wa nidhamu. Licha ya hali hiyo, Soa bado ana mkataba na wekundu wa Msimbazi huku klabu ikiendelea kufuatilia mwenendo wa swala lake. Sasa hii ndiyo tabia ya utovu wa nidhamu ya Jonathan Soa. Sasa baada ya kuangalia utovu huu wa nidhamu, tunarudi kwako wewe mwana Simba. Unasemaje kuhusiana na sakata hili ya Jonathan Soa? Je, Simba Sport Club bado wanapaswa kumvumilia Jonathan Soa au wekundu wa Msimbazi wanapaswa kuachana na Jonathan Soa? Drop comment hapo, lakini pia kama bado hujasubscribe hakikisha umesubscribe. Hadi wakati mwingine tukutane kwenye comment. Bye bye.